Anahifadhishwa mtoto Qur'ani, anafundishwa, anahifadhishwa mutuni zile nyepesi za kuanzia katika vitabu vile vya umuhimu, anafundishwa swala na mambo ya msingi yote ya mwanzo katika Uislamu. Akiwiva sasa ndio anachukuliwa, anapelekwa katika vyuo maalum. Wakati huo vilikuwa ni misikitini. Historia inaonyesha kulikuwa na misikiti ile ya Ijumaa mikubwa katika ulimwengu yote, ilibadilika, ilikuwa vyuo vikuu. Azhari ulikuwa ni msikiti wa Ijumaa, ukabadilika mpaka leo hii chuo kikuu cha Azhar. Hiyo Kairawini ilikuwa msikiti wa Ijumaa, ukabadilika mpaka leo hii chuo kikuu. Spain, historia inasema Waislamu walikaa karne 8. Kulikuwa na chuo kinaitwa Cordoba. Mpaka leo kipo, majengo yapo, na ukiangalia unaweza kutoka na machozi. Ulikuwa ni msikiti tu, lakini baadaye ikabadilika ikawa chuo kikuu. Ukija Baghdadi kuna Jamiatul Baghdadi ambayo mpaka leo hii ilikuwa ni msikiti na ukaja kuwa chuo kikuu. Ukenda Tunis kuna Zaituni, ulikuwa msikiti na ukaja kuwa chuo kikuu. Historia hii ukiangalia kwa makini unaona Waislamu walitokea wapi, na mwanzo wao ilikuwa ni Qur'ani tu. Tumepoteza hiyo. Sasa tukiona mambo kama haya na harakati kama hizi, tunarudisha elimu katika Qur'ani, basi ni jambo ya msingi sana. Japokuwa wale wenzetu walianza, na sisi ndio tunaanza. TIPSO ndio wanaanza, TAHISCO ndio wanaanza sasa hivi, lakini TIPSO walianza. Ni jambo ya msingi kabisa jamani, wenye mashule. Bila ya Qur'ani hakuna shule. Hizi shule za Kiislamu lazima ziweke msingi katika Qur'ani, na tukisema Qur'ani na vile vinavyoambatana na Qur'ani, sunna, hadithi za Mtume lazima zifanywe kazi katika wakati ule. Uislamu wakati uko katika piki, uko juu kabisa, ilikuwa ni kwa sababu ya Qur'ani. Na ukiangalia wale wanataaluma ambao waliobobea katika fani leo tunaziita za kidunia, utaambiwa walihifadhi Qur'ani wakiwa wadogo. Wako wengi sana, kina Al-Farabi, kina Ibn Haytham, kina Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, mwamba wa elimu ya algebra. Na neno mpaka leo liko vile vile. Algebra ni neno la Kiarabu. Algebra, hesabu za algebra ni neno la Kiarabu na liko vile vile, na waanzilishi walikuwa na Waislamu. Hesabu za muthannathati zote zilikuwa zinafundishwa msikitini. Sio hizo tu. Ukija katika tiba, kina Ibn Sina, kina Ibn Nafis. Nampenda sana huyu bwana Ibn Nafis, muktashifu dawlatu damawiyya sura. Huyu bwana huyu alihifadhi Qur'ani akiwa na umri wa miaka 8. Akasoma elimu ya tafsiri kwa nguvu zake zote, akabobea, akawa ni shekhe katika madhhabi ya Imamu Shafi'i, lakini baadaye akaondoka akajikita katika tiba. Biba ni Islam wakati huo akiita mwenyewe. Akasoma tiba vizuri sana kwa shekhe wake, akaingia katika utafiti na nini. Yeye ndio alikuja na fikra mpaka akaja akasema, jamani, Dawlatud Damawiyya, mzunguko wake na taratibu zake zote, katika taratibu hizi za leo zinazoeleweka, chemba ya kulia na kushoto, namna gani damu inaingia, namna gani damu inachukua oxygen, namna gani damu inazunguka, namna gani, taratibu zile zote alizieleza Ibn Nafis kwa utaratibu mzuri tu, lakini alifanyaje?